Serikali ya awamu ya 6 inayoongozwa na Daktari Samia Suluhu Hassan itaendelea kuboresha mazingira ya elimu ya ufundi na ujuzi ili kuhakikisha vijana wengi zaidi wanapata fursa za kujengewa uwezo na kushiriki kikamilifu katika maendeleo ya taifa. Wizara iliyo chini ya ofisi ya Waziri Mkuu inashughulikia kazi, ajira na mahusiano. Tulitoa ufadhili kwa vijana 5746 katika vyuo 46 katika mikoa 25 ya Tanzania bara. Na kati ya vyuo hivyo, kama alivyosema mkurugenzi hapa, chuo hiki cha MUST campus ya Rukwa kilikuwa ni moja kati ya vyuo vilivyopatiwa wanafunzi kwenye eneo hili la wanagenzi. Lengo hili ni kwamba mkoa wa Rukwa tuweze kuinuka. Chuo hiki tukikitumia vizuri kinaenda kuwa chuo cha kimkakati cha kubadilisha maisha ya wananchi wa mkoa wa Rukwa. Lazima tu lead by example, tuendeshe kwa mfano kwamba wanagenzi huu unaweza ukatoa vijana kimaisha na utawatoa. Kwa mambo ni mazuri yanakuja chini ya uongozi wa serikali ya Daktari Samia Suluhu Hassan. Kwa ni waombe ndugu zangu, uongozi wetu wa halmashauri, nyie ndo mna mafungu yanayokuja kwa ajili ya miradi. Tuwakuze hao vijana, tuwakuze wafanye kazi na watatufanyia kazi kubwa kwa uaminifu mkubwa. Umemsikia Bwana Mbogo pale, ni fundi mtaalamu kabisa, yuko kutoka kule Kilangawani. Ameonyesha namna gani anaanza kutengeneza bomba, na kule Kilangawana kule atakuwa ndo walowatani pale kijijini, kwa sababu mafundi wa mabomba wenye ujuzi uliopitia na amepata mafunzo chuo kikuu hayupo zaidi ya Bwana Mbogo kule. Atakuwa ni mtu anayetamba. Sasa tukizalisha wale kila kata, maana yake miradi mingi ambayo Daktari Samia Suluhu Hassan analeta kwetu, vijana hawa ndo ajira zao hizo za kwao tunazowaandalia. Tutaendelea kufanya haya mambo mazuri, na nitakapotangaza fursa nyingine, niombe mwe mabalozi. Fursa tutatangaza kwa msimu mwingine. Tayari tumeongezewa bajeti ambao tutachukua vijana 8,000. Na katika bajeti hiyo pia tutakuwa na kafedha kakuwapa vifaa tena. Tumeboresha zaidi ili vijana hao hata anapoenda mtaani anakuwa na kianzio kwa maana vitendea kazi. Tutawapa umuhimu mkubwa, lakini nyewe wenyewe msiende kuwa ujuzi huu kauendelezeni. Si muendelee kujifunza kufanya kazi kwa uadilifu, ubunifu na uzalendo. Naomba msiogope changamoto, zigeuzeni kuwa fursa za kujiajiri, kuajiri wengine na kuchangia katika ukuaji wa uchumi wa nchi yetu. Kama ambavyo nimesema, tunawategemea sana katika utekelezaji wa dira 2050. Kubwa niwapongeze sana ninyi kama wizara kwa kuja na hili jambo. Kwa sababu wanagenzi huu tumesikia mambo mazuri hapa, ambayo kazi yake kubwa Daktari Samia Suluhu Hassan kwa serikali anayoiongoza, lengo ni kuongeza ujuzi wa kazi kwa vijana wa Kitanzania. Kwa hiyo niwaombe vijana katika hili muwe tayari kufanya kazi kwa ufanisi zaidi, lakini linaongeza nafasi ya ajira, na ndio maana liko kwako. Linaongeza nafasi ya ajira kwa sababu watu wengi wanafikiri ajira ni kuja kukaa huku ofisini, lakini watengeneza fedha wako huko mlikotoka ninyi. Kwa hiyo sasa linaongeza ajira, ninyi mmepata ujuzi na baadaye mtakwenda kuajiri watu wengine na kusaidieni kazi. Serikali imeona mbali zaidi, imeendesha wanagenzi wote 5746 bima za afya, lakini vile vile wamefunguliwa akaunti kwa ajili ya kuwekewa posho wanapoenda field, ambao pia wameshafungua akaunti na wanakadi za benki, na hii ni kwa vyuo vyote 46 katika mikoa 25 nchini kwa vijana 5746. Mara kwanza nilipofika hapa sikuwa najua kitu chochote, lakini kwa muda wote ambao nimekaa hapa kwa ajili ya mafunzo, kuna vitu tofauti ambavyo nimejifunza ambavyo mwanzoni sikuwa ninavijua. Kwa hiyo mimi kwa upande wangu napenda kuishukuru sana serikali ya awamu ya 6 chini ya uongozi wa Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kutufadhili mimi pamoja na wanafunzi wenzangu kuja kujipatia haya mafunzo. Lakini pia ninatoa ushauri kwa vijana wenzangu ambao wako huko mtaani na hawana kazi yoyote ya kufanya, hawana ujuzi wowote. Inapotokea nafasi kama hizi, wajitokeze kwa wingi. Global TV, kimbilio la wasio na sauti. Tupigie sasa.